Yes, karibu na 69 Sports na wakati unakuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo ya michezo ambako hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Story kubwa kwa siku hii ya leo ni kuhusiana na gari mpya kwa ajili ya wekundu wa Msimbazi Simba aina ya Iriza ambayo iliweza kuahidiwa na mdhamini wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba na mtengenezaji jezi. Hapa namzungumzia Jairuti. Gari hilo sasa rasmi limeweza kufika katika bandari ya Dar es Salaam na inasemekana ushuru imelipiwa tayari shilingi milioni 200. Sasa baada ya picha mbalimbali kutumwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii likionyesha basi hilo likiwa tayari limeshafika, kuna baadhi ya watu wameanza kulibeza kutokana tu na muonekano wake. Kupitia kwa afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe, yeye kupitia katika ukurasa wake wa Instagram ameweza kuposti picha mbalimbali zenye mfanano wa gari hilo la wekundu wa Msimbazi Simba na kuandika wataalamu wa mabasi kitaalamu hii ikoje, akaeka na vimoji vya kucheka cheka. Akarudia tena na kuandika kwa injini hii miezi 6 tu wachezaji wote watakuwa viziwi. Hii yote inakuja baada ya gari la Simba kuonekana kana kwamba limenunuliwa ni gari used. Sasa Alikamwe akawa ameandika, nye mafundi msinigombanishe na watu, kila mtu anajua basi ni used. Sasa msinitumie vipicha vyenu, pigeni rangi wazindue. Hayo ndio alikuwa ni maneno ya mwisho ambayo aliweza kuandika Ali Shabani Kamwe, afisa habari wa Young Africans, kutokana na kile ambacho kimeonekana katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na gari mpya ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia mchambuzi wa kandanda hapa nchini kwetu Tanzania Jemedari Saidi na yeye hajakaa kimya, ametoa maoni yake kutokana na kile ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa, kwa baadhi ya watu wakilibeza gari hilo jipya la Simba ambalo liliahidiwa na dhamini na mtengenezaji jezi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Jemedari Saidi kupitia ukurasa wake wa Instagram, yeye ameweza kuandika maneno kama afuatavyo: Jairuti anahukumiwa kwa kutimiza ahadi zake, Simba wanaingia mkenge. Pichane ni basi la Simba Iriza toleo la mwaka 2021 ambalo limetengenezwa nchini Hispania, urefu wa mita 10.8, ambalo Jemedari Saidi ameandika na kusema hivi: gari lenye thamani ya shilingi milioni 600 ambalo ni jipya kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwani lina ubaya gani? Yeye ameweza kutoa maoni yake kwamba watu mbalimbali ambao sio mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba wao ndio wanalolinanga gari hilo la Simba ambalo lenye thamani ya shilingi milioni 600, na kusema kwamba Simba sio watu wa kwanza kutumia gari used. Magari mengi ya bongo hapa yanatumika ni used na wala sio 0 kilomita. Hivyo basi amewataka mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba waweze kutulia na waendelee kulifurahia basi lao hilo aina ya Iriza ambalo tayari limeshatua nchini. Sasa kupitia kwa afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba, hapa namzungumzia Ahmed Ali, na yeye alikuwa na haya ya kuzungumza kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na gari lao hilo jipya aina ya Iriza. Kupitia katika ukurasa wake wa Instagram wa msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali, yeye ameweza kuweka picha ya mchezaji wa Simba Nixon Kibabage akiwa anaonyesha ulimi nje na kwa furaha kubwa, na akasema picha ambazo zitabandikwa kwenye Iriza yetu mpya. Akaandika majina, yani picha ambazo za watu zitakazoenda kubandikwa katika gari lao hilo mpya ni pamoja na picha ya Wilson Uluma, akamtagi pale mzee wa Jambia, Mina Ali, mtangazaji huyu wa michezo ambao kwa siku hivi karibuni aliweza kutrend kweli kweli baada ya kumuuliza Rio Fernandez kuhusiana na goli la Chama. Lakini pia Captain Bakari picha yake nayo itaenda kubandikwa pale. Lakini pia akaeka Captain Bakari, lakini pia kaandika
goli la chama la Puskas na pongezi za NBC kwa chama. Misemo ambayo itaandikwa kwenye iriza yetu mpya: wenye wivu wa jinyonge, baba yako analo, gari kama hili hauna, jeruti tunaye na tunatamba naye, tunaahidi na kutimiza, hata ukiumia huwezi kumiliki iliza, gari la kizamani haliwezi kukata kona, mkitingisha jeruti analeta iliza la mashabiki. Ongeza picha nyingine hapo ya kubandika ama msemo wa kuongeza kwenye iliza yetu mpya. Hayo ndio maneno ambayo aliweza kuandika msemaji wa wekundu wa Msimbazi Simba, na kusema kwamba kuna picha mbalimbali za watu maarufu hapa nchini kwetu Tanzania zitakazoenda kubandikwa. Ni picha za baadhi ya wachambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, lakini pia pamoja na picha la goli la chama ambalo aliweza kulifunga katika dabi ya Kariakoo. Hivyo basi mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba kwa hivi sasa wanaendelea kutamba na kutembea kifua mbele kutokana na mwekezaji wao ama mdhamini wao. Manake mwekezaji ndani ya Simba ni Mohamed Dewji Mo, ambaye kwa hivi sasa anasubiria ule mchakato kukamilika ili mradi aweze kuziwekeza zile bilioni 20, lakini mdhamini Jeruti ambaye aliweza kuahidi mambo mbalimbali ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na tayari ameshaanza kuyatekeleza. Aliweza kuahidi kumsajili mchezaji mmoja ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, na imeonekana Ino Luemba akiweza kuingia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia aliweza kuahidi swala zima la uwanja, na katika siku za nyuma tuliweza kuona picha mbalimbali zikiweza kumuonyesha Jeruti akiwa na baadhi ya wakandarasi kuhusiana na uwanja wa Simba utakavyokuwa, lakini pia aliweza kuahidi basi kwa ajili ya wachezaji ni pamoja na studio za kisasa kwa ajili ya department ya habari na gari hilo tayari kwa hivi sasa inasemekana tayari limeshakuja, bado tu kwa upande wa Simba kulifanyia design na gari hilo kuanza kutumika na wachezaji wa Simba. Kwa bongo ama kwa hapa Tanzania, Azam FC tayari washakuwa na gari hilo na Simba wanafuatia kuwa na aina hiyo ya gari ambalo limetengenezewa kule Hispania. Mashabiki wa Simba kokote pale mlipo, endelea kutembea kifua mbele na endelea kujipigania na kuendelea kufurahia namna ambavyo mafanikio yanavyozidi kutua ndani ya timu yenu. Wakati wote ulikuwa nami Mwana Shalukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Nyuma kamera amesimama Sultani Goma.